Sheikh Walidi, kwa maana ya kwamba tunamzungumzia kiongozi mkubwa katika dini ya Kiislamu, hasa kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Yeye ni kiongozi mkubwa, alikuwa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa maana ya kwamba alikuwa anasimamia majukumu ya wale ambao waliokuwa katika upande wa Kiislamu. Naam, kwa hiyo si jambo la kusema kwamba ni kushangaza, kwa maana ya kwamba kutokufahamika kwa Sheikh Walidi. Sheikh Walidi ni maarufu, Sheikh Walidi ni shehe mkubwa, alhamdulillah, ni mtu ambaye anayefahamika alhamdulillah. Kati ya mambo ambayo yanasambaa mtandaoni, na kwanza nataka kujua, je, Sheikh Walidi amesimamishwa kweli au ni zahama za mtandaoni? Haya ni mambo ya mtandaoni, lakini huwa mara nyingi Waswahili wanasema lisemwalo lipo na kama halipo basi laweza likawa linakuja. Yote mawili yanawezekana yakawepo, lakini kwa mitandaoni alhamdulillah linaonekana liko hivyo, kwamba shekhe wetu ndugu yetu aliweza kupata na changamoto kama hiyo ya kusimamishwa. Naam. Sasa kuhusu jambo kama hili, je, maana mtandaoni mambo mengi yanakuwa si kweli, pale ambapo limemtokea kweli Muislamu jambo kama hili, adhabu yake ni hiyo kama ni kiongozi? Kwa kweli ni jambo ambalo tunaweza tukasema kwamba na imani ya kwamba waliolifanya hili ni watu wenye weledi, ni watu wenye uelewa alhamdulillah, na sisi Waislamu tumeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi pale aliposema kwamba dhunnu bil mu'minina khaira, wazanieni waumini mambo yaliyokuwa ya kheri. Kwa maana ya kwamba wale waliofanya hili tunasema ya kwamba ni katika vitu ambavyo vilivyokuwa ni vya kheri, tunawazania kwamba wamelifanya kwa nia nzuri na vile vile wamelitekeleza katika mazingira ambayo yaliyokuwa mazuri. Lakini tu tunaweza tukasema kwa upande mwingine ya kwamba huwa mara nyingi kuna milango ya nasaha, kwa maana ya kwamba kama mtu itakuwa alikosea au alifanya jambo kadhaa, basi kupewa nasaha kwa kile ambacho kilichokuwa akifanya nini kitakachopelekea yeye kutenguliwa. Lakini kama itakuwa ni katika hali tu ya kawaida, kwa maana ya kwamba uongozi wake ulikuwa ndio mwisho wake, basi yote ni kheri, wala hatuwezi tukasema kwamba lililofanyika ni jambo ambalo lisilofaa, kwa sababu unaona moja kwa moja kwamba inawezekana akapewa mtu huyu uongozi na kisha baada ya hapo akapewa mtu mwingine. Sasa tunakuja kwenye upande wa wanawake. Dini ya Kiislamu imeruhusu wanawake wanne. Hii imekaaje katika imani ya Kiislamu? Je, ni sahihi Mtume alisema wanawake wanne au sisi wenyewe tu tumejitungia sheria yetu? Naam, lakini pia ndugu mtangazaji, kabla ya kufika huko lazima niufahamishe umma ya kwamba katika maisha ambayo tunayoishi nayo sisi, kupata changamoto katika maisha ni vitu vya kawaida. Leo utakuwa umepata changamoto hii, lakini kadhalika kesho utakuwa umepata changamoto hii. Kubwa zaidi sana ni kuwa na uvumilivu pindi pale mtu utakavyokuwa umepata changamoto kama hizo. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya kitabu chake, ndani ya suratu Al-Imran, am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Am hasibtum an tadkhulul janna, hivi mwadhania nyie mtaingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum, na ile hali Mwenyezi Mungu haja wafahamu wale ambao wenye kuipambania dini yake miongoni mwenu, wa ya'lamu as-sabirin, na vile vile akawafahamu wale ambao watakaokuwa ni wenye subira. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atatutia katika mazingira ya majaribu kutokana na yale ambayo tutakayokuwa sisi tunapitia, kwa maana ya kwamba tukiwa katika mazingira ya kimaisha tutapitia katika mambo ya kheri, tutapitia katika mambo ya shari. Basi uimani wa kwetu sisi au uzuri wa kwetu sisi ni watu kuwa na subira na uvumilivu pindi pale tutakavyokuwa tunapitia changamoto kama hivi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba wala isiwe ni jambo ambalo la kushangaza sana na wala isiwe ni jambo la taharuki sana, bali ni mambo yapo kubadilishwa mtu kwenye ngazi hii na kuwekwa kwenye ngazi hii
ni kitu ambacho kilichokuwepo kwa wakati tuliokuwa nao au katika maisha ya kidunia. Lakini kubwa zaidi sana, yule ambaye atakayekuwa ameambiwa bwana, zamu yako sasa ufanye hivi hapa, awe na subira na pale ambapo atakapokuwa ameambiwa, na yule ambaye atakayekuwa analiendea jambo hilo kadhalika awe na subira na lile ambalo atakalokuwa ameliendea. Huo ndio Uislamu na huo ndio uumini uliokuwa mzuri. Kuhusu wanawake, dini ya Kiislamu imeruhusu wanawake wanne, nimeshatangulia hapo awali. Utaarifu umma, je, kuhusu swala hili katika imani ya Kiislamu, je, tumeruhusiwa tu ndani wanne au tunaweza tuongeza zaidi? Na adhabu yake ni ipi? Labda ukiongeza zaidi wanne, watano, sita, je, kuna hukumu yote Allah anakupa au ni sawa tu katika imani ya Kiislamu? Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu mtangazaji, naweza nikasema ya kwamba katika vitu ambavyo vimewekewa sheria katika dini ya Uislamu ni Muislamu aliyekuwa rijal, aliyekuwa yuko vizuri, sheria ya Allah tabaraka wa taala inamruhusu Muislamu huyo awe ni mwenye kuoa wanawake wanne, kwa maana idadi ya wanawake wanne ndiyo idadi ya mwisho. Kama Allah amemjalia kuwa na mwanamke mmoja, fabiha wa neema; akiwa na mwanamke au wanawake wawili, fabiha wa neema; akiwa na wanawake watatu, fabiha wa neema; akaweza kukamilisha idadi yoyote ya wake wanne, kadhalika sheria ya Uislamu imemruhusu Muislamu mwanaume afikie katika mazingira hayo, kwani Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anazungumza haya ndani ya Suratul Nisa, ndi pale aliposema kwamba fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahid fankihu ma taba lakum minan nisa, waoeni wale wanawake ambao wanaokupendezeni. Kwa maana ya kwamba wale ambao nafsi zenu watakaokuwa imegonga hapo, basi waoeni wanawake hao mathna, kama mtaweza, uwezo wenu utakuwa ni wawili, wa thulatha au uwezo wenu utakuwa ni wa watatu, wa rubaa au uwezo wenu utakuwa ni wa wanne, basi oeni hao. Ni ruksa Muislamu atakayekuwa yupo katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Allah akamalizia akasema kwamba wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ikiwa kama mtakuwa nyie mnachelea kufanya uadilifu, basi mwaweza kukaa na mwanamke mmoja, na wala si kama ukiwa na mwanamke mmoja basi wewe ndio sio Muislamu safi, kwamba wewe hapana, bali ni katika daraja ambazo Allah Tabaraka wa Taala amezigawa. Lakini kama Muislamu atakuwa yuko vizuri, akawa wawili, fabia wa neema; akiwa watatu, fabia wa neema; akiwa wanne, fabia wa neema. Hiyo ndiyo idadi ya mwisho. Yule ambaye atakayekuwa ameongeza zaidi ya wanne, huyo atakuwa amekwenda kinyume na sheria na utaratibu wa Allah Tabaraka wa Taala. Allah anakomea wake wanne. Na tabia kinini labda mtu kwenda zaidi ya wanawake wanne katika imani yetu ya dini ya Kiislamu? Adhabu yake, kwanza kabisa tunafahamu ya kwamba hili ni swala la kidini, kwa maana ya kwamba twategemea yule atakayekuwa analiendea katika mazingira yaliyokuwa mazuri atapata thawabu za Allah Tabaraka wa Taala. Kwa maana kama mtu atakwenda kinyume na maandiko, huyo atakuwa ni mwenye kupata adhabu ya Allah Tabaraka wa Taala kwa kutokwenda kwake na kwa kwenda kwake kinyume na maamrisho na taratibu za Allah Tabaraka wa Taala. Allah atawaadhibu watu kama hawa kwa sababu wamemuasi Allah Tabaraka wa Taala, kwani Allah anasema waman ya'si llaha wa rasulah, yule ambaye atakayekuwa amemuasi Mwenyezi Mungu na vile vile akamuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, au hawana kheri mbele ya Allah Tabaraka wa Taala, kwa sababu watapata adhabu, watapata maangamivu mbele ya Allah Tabaraka wa Taala kwa kule kumuasi kwao Allah Tabaraka. Ili jambo la Sheikh Warid, unapendekeza kwamba Sheikh Warid angerudishwa tu uongozi wake au unasemaje Sheikh? Naam, alhamdulillah. Ama swala la Sheikh Waridi, hili kwangu mimi nitaliachia katika mazingira tu ya kutokuwa na majibu ya direct moja kwa moja, kwa sababu ukiangalia waliofanya hivi kumtoa katika nafasi aliyokuwepo na kumweka hapa, sawa mtangazaji, ni jambo ambalo limefanywa na weledi na watu ambao wenye uelewa na watu ambao wakubwa katika dini ya Uislamu. Kwa hiyo lazima tuheshimu kadhalika yale ambayo waliopita nayo, bali tu kubwa zaidi sana ni kumwombea kwa Allah Sheikh wetu Waridi ampe subira na uvumilivu kwa kile ambacho kipindi ambacho atakachokuwa anapitia, lakini kadhalika wale ambao waliolifanya hili kadhalika Mwenyezi Mungu awape hekima na busara na weledi katika kuyaendea
maamuzi kama haya. Asante bwana Shehe. Nahisi wengi mmeweza kumsikia bwana Shehe Makasi, ameweza kufunguka mazito kuhusu bwana Shehe Walid. Sasa Shehe Makasi, kwa leo naomba tuishie hapa. Siku nyingine tutaongelea vitu vingi zaidi. Lengo letu yote ni kuimarisha dini yetu ya Kiislamu iwe imenyooka. Asante bwana Shehe. Naam, na mimi nashukuru, alhamdulillah. Lengo kubwa sana ni kuweza kukumbushana katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Tutakapopata nafasi tena, basi tutakuwa ni wenye kuendelea insha Allah. Shukran sana.